pekee napenda kutumia jukwaa hili kutoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake makini wenye maono na unaojali maendeleo ya sekta ya habari na uhuru wa vyombo vya habari vya kujenga taifa. Uongozi wa Mheshimiwa Rais unaendelea kusisitiza Uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan unaendelea kusisitiza umuhimu wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii, kuhamasisha maendeleo, kudumisha amani na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Chini ya uongozi wake, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuamini na kushirikiana na vyombo vya habari kama wadau muhimu wa maendeleo badala ya kuvitazama kama wapinzani wa serikali. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira yanayowezesha vyombo vya habari kufanya kazi zao kwa uwazi, uwajibikaji na uzalendo, huku vizingatia sheria, maadili na maslahi mapana ya taifa. Ni kupitia mazingira hayo ndipo vituo kama Sky International TV vimeweza kusimama, kukua na kutoa mchango wake katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa niaba ya uongozi wa Songwe Media Company Limited ambao ni wamiliki wa Sky International TV, tunaahidi kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa vitendo kupitia uandishi wa habari unaojenga, unaohamasisha maendeleo, unaolinda amani na unaoenzi misingi ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoadhimisha mwaka mmoja wa Sky International TV, tunaahidi kuendelea kuwa chombo cha habari cha kizalendo, mshirika wa serikali katika kuelimisha wananchi na jukwaa la kuhimiza maendeleo, demokrasia na umoja wa kitaifa. Sky International TV itaendelea kusimama katika misingi ya ukweli, uwajibikaji na maslahi ya taifa, ikitambua kuwa maendeleo ya vyombo vya habari ni maendeleo ya taifa lenyewe. Kwa namna ya pekee, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wafanyakazi wetu wa Sky International TV kwa kujitoa kwao bila kuchoka, na kwa wadau wetu wakiwemo Shirika la Bima Zanzibar ZIC, Shirika la Bima la Taifa NIC kwa ushirikiano wao, pamoja na watazamaji wetu ambao wamekuwa nguzo kubwa ya mafanikio yetu. Bila nyinyi safari hii isingekuwa na maana. Kwa hapa naomba tuwapigie makofi wale wadau wote ambao nimewataja. Kadhalika tunatoa shukrani kwa uongozi wa Songwe Media Company Limited, hususan mkurugenzi wetu Mheshimiwa Jafet Hasunga kwa maono, ujasiri na uwekezaji wake katika sekta ya habari. Uamuzi wake wa kuanzisha kituo hiki umechangia sio tu ajira, bali kukuza demokrasia na maendeleo ya jamii. Tunapoingia mwaka mwingine wa pili, Sky International TV inaahidi kuendelea kuboresha ubora wa vipindi vyake, kupanua wigo wa matangazo, kuimarisha matumizi ya teknolojia ya kisasa na kuendelea kuwa mshirika wa kweli wa maendeleo ya taifa letu. Mungu ibariki Songwe Media Company Limited. Mungu ibariki Sky International TV. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante. Makofi tena, sisikia jamani. Makofi kwa mara nyingine tena. Mbini watembelee huku. Makofi kwa naibu mkurugenzi anaitwa Munir. Asante, anasalimiana pale na mgeni rasmi na wengine waalikwa mbalimbali. Makofi wakati anaenda kukaa tena na tena. Asante kwa speech nzuri, lakini pia asante kwa asante ambazo umezitoa huko ndani kwa niaba ya mkurugenzi. Mimi ni mkurugenzi wa kuzipokea asante tu. Zile asante zao nazipokea kwa niaba yako. Asante. Makofi kwangu. Makofi kwa mkurugenzi. Asante sana kwa mwekezaji, lakini pia tunasonga mbele kwa heshima kubwa zaidi ya hiki ambacho kimetuleta hapa leo. Hapa mbele naomba nimlete mmoja kati ya wageni waalikwa. Jina lake ni Francisca Mselemu. Yeye ni afisa habari ofisi ya mkuu wa mkoa, ambaye hapa anasimama kumwakilisha mkuu wetu wa mkoa. Tafadhali wakati anakuja, makofi kwake naye aje kutuambia na kusema neno lolote lile pale. Twende kazi.
Asante. Bila shaka unaweza kuzungumza hata hapa. Asante. Karibu sana. Habari za jioni. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkurugenzi, naibu mkurugenzi na wageni waalikwa wote, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi niko hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dodoma. Kwanza anawapongeza Sky TV kwa kutimiza mwaka mmoja, lakini kwa hatua hii ya uzinduzi ameshindwa kufika kwa sababu ya majukumu ambayo alikuwa nayo kwa siku ya leo na ya ratiba zake, lakini ameniambia nimwakilishe hapa, na nikitoka hapa nitampelekea taarifa ya kile ambacho nitapaswa kumpelekea. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana. Makofi tena kwake jamani. Kwa mara nyingine. Kuna makofi yanatoka kinyonge upande, siuelewi. Kule naomba mnyamaze kidogo. Alafu makofi kwa mara nyingine upande huo. Unaona? Asante. Tunataka kusikia makofi ambayo yana nguvu, yana power, kwa sababu tumeweza kuwajua Sky na tumeweza kuwatambua. Asanteni pia. Makofi tuwapigia hawa pia, wana vibe la kutosha upande huu. Asante. Tunaendelea na ratiba yetu. Ndugu wa Tanzania ambao mmefika hapa, nitawakumbusha kwa mara nyingine tena kwamba tupo moja kwa moja mubashara kupitia Sky International TV, ambayo hii inapatikana kupitia YouTube channel ya kwao, lakini pia kwa sababu pia ni kituo chetu kutoka hapa Dodoma TV, lakini pia kutoka hapa Dodoma, kwa hii ni TV ya Dodoma. Kwa nikisema Dodoma TV inamaanisha ni Dodoma ambayo imebebwa na television ya Sky TV Dodoma hapa, si ndio? Makofi kwao kwa heshima kubwa zaidi. Lakini pia tunapatikana kupitia matukio mbalimbali yanaonekana. Unaweza kuiona picha yako huko kupitia ukurasa wetu wa Instagram kwa kuandika Sky International TV. Kwa matukio huko unaweza kupakua picha yako ukaiweka kupitia my status ama your status, alafu mwisho siku ni kwamba watu wakaona nini ambacho kinafanyika hapa leo hii hapa. Kwa asante sana kwa watu ambao tunaendelea, lakini pia tuko kupitia Azam Sky TV, unaipata moja kwa moja. Kwa wale ambao unafika, basi tambua kwamba tunachokifanya hapa ni uzinduzi rasmi wa kituo hiki, lakini pia tunaadhimisha mwaka mmoja wa Sky International TV. Tukio linalofuata ndilo ambalo limetukutanisha hapa. Kwa hiyo nitaomba hata movement za watu kutoka nje, nitatamani watu waingie ndani zaidi, ni kwamba zitulie. Lakini watu wanapoingia na sisi tuliopo ndani tutulie, kwa ajili hiki ambacho tunakwenda kukifanya hapa ndicho ambacho kimetuleta hapa na ndicho ambacho cha kipekee. Sasa naomba nimkaribishe kwenu. Are you people ready? Mko tayari? Mko sawa? Mwazia ndio. Nataka kusikia mpo sawa? Okay, wewe nifundishe kitu hapa. Sky International TV, moto wenu ni nini? Moto. Ukisema Sky International TV, wajirani yako wanaitikia above the limit. Kwa hiyo waambie watu Sky International TV, watakuitikia above the limit. Mmeelewa hapo? Ila Sky mtatua. Mbona kizungu kingi? Jamani, mmesikia? Above? Kwa mimi nitasema, naomba hii muichukue vizuri. Naomba muiposti yenyewe pale kwenye Instagram page, si ndio? Naomba tupate picha na video ya pamoja zaidi. Kwa mimi nitasema kama ambavyo nimeelekezwa na mkuu wa vipindi pale. Alafu achukua video na picha, mtawaonyesha watu wakiwa wanaitikia. Haya, nitaanza. Sky International TV. Mmeridhishwa sana? Kwa nini nakubariki mapema hivi? Sikilizeni nyinyi watu wa Sky. Haya, nataka kujua, je, mmekariri mapema au mmeshaisahau? Sky
Sky International Television. Sky International Television. Above the limit. Asante, mko sawa. Ada tulizitumia vyema, lakini pia ni kwamba tunasikia masikio yetu vizuri. So maana yake ni kwamba kile kinachozalishwa na Sky tunaenda kukifanyia kazi upande wa elimu, lakini pia kile ambacho tulikuwa tunakiona pia ni kwamba tunaenda kukifanyia kazi, kwa sababu ama tasnia ya habari ni sawa, inatoa tiba. Hasa mabibi na mabwana, naomba kwa wakati huu niweze kumleta kwenu kwa ajili ya tukio muhimu zaidi, lakini pia tuweze kusikia hotuba yake, ambaye huyu ni mheshimiwa mgeni rasmi ambaye pia anasimama hapa kwetu sisi kwa ajili ya kutupatia heshima, lakini pia na kuibariki vya kutosha zaidi Sky International Television. Wakati huo anakwenda hapa ama anakuja hapa, naomba sisi wengine wote tusimame kwa ajili ya kusindikiza hatua zake, lakini pia tusimame kwa ajili ya kwenda kusikiliza kwa nguvu zote kile ambacho amekibeba kupitia maono ya waliobeba ndani ya Sky International TV. Tusimame. Makofi kwake mgeni rasmi. Naomba energy ya kutosha. Asanteni. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukukaribishe rasmi kwa chochote kile ambacho ungetamani kusema na kushare na sisi. Huu ni wakati wako. Asante sana ndugu MC, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Media Company Limited, Mheshimiwa Japhet Asunga, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dodoma, viongozi mbalimbali wa serikali mlioko, viongozi wa dini, viongozi wa vyombo vya habari, wanahabari na wadau wa maendeleo, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Sky International TV, above the limit. Awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na amani hadi kuifikia siku hii muhimu na ya kihistoria. Aidha, nachukua fursa hii kuwapongeza waandaaji wa hafla hii chini ya uongozi wa Songwe Media Company Limited. Hongereni sana. Naomba niwasilishe kwenu na naomba mpokee salamu za upendo na za mshikamano kutoka kwa Mheshimiwa Musa Anzan Zungu, mbunge na spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Angependa kuwa nanyi hapa leo hii katika tukio hili muhimu, lakini kwa sababu ya majukumu ameshindwa kuungana nanyi. Ameniomba niwasalimu sana na anawapongeza na anawatakia mafanikio makubwa na heri nyingi katika utendaji wenu wa kazi. Natambua leo hatujakusanyika hapa kama sherehe tu. Tumekusanyika kuthibitisha dhamira, msimamo na mwelekeo wa vyombo vya habari katika safari ya kujijenga taifa letu. Mwaka mmoja wa Sky International Television ni ushahidi kuwa pale kunapokuwa na maono, uzalendo na ujasiri, basi maendeleo yanawezekana. Sekta ya habari ni muhimili muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Vyombo vya habari ni daraja kati ya serikali na wananchi. Ni sauti ya jamii na ni chombo cha kuhabarisha, kuelimisha, kuhamasisha na kulinda maslahi ya taifa. Taifa lisilo na vyombo vya habari imara, vyenye weledi na vyenye uzalendo ni taifa linalojinyimia haki ya kujitambua na kujijenga. Ndio maana
serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuipa sekta ya habari kipaumbele kikubwa, ikitambua mchango wake katika kukuza demokrasia, kudumisha amani, kuimarisha uwajibikaji na kuhamasisha maendeleo ya jamii na ya kiuchumi. Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sekta ya habari imeendelea kupata msukumo mpya chini ya falsafa mbalimbali, ikiwemo falsafa ya 4Rs, yaani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujijenga kwa upya. Imefanikiwa kurejesha imani kati ya serikali na vyombo vya habari na kuviweka vyombo hivi kama wadau muhimu na halali wa maendeleo ya taifa. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuweka mazingira wezeshi na yenye kuvutia kwa vyombo vya habari kufanya kazi zake kwa weledi. Itakuwa si haki na nitakuwa si muungwana ikiwa sitamshukuru Mheshimiwa Rais. Hivyo nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake thabiti wa maridhiano na mageuzi unaoendelea kufanyika na kuifanya Tanzania kuwa taifa imara, lenye amani na lenye mwelekeo wa maendeleo. Mama Samia oye! Samia safi! Leo tunaona matunda ya serikali kuwa na sera nzuri katika tasnia ya habari na kuandaa mazingira wezeshi. Tunaona vyombo vya habari vikifanya kazi katika mazingira ya kuheshimiana, kusikilizana na kushirikiana. Tunaona vituo vipya vikianzishwa, ajira zikizalishwa, vipaji vya vijana vikikuzwa na sauti za wananchi zikisikika na kusikilizwa. Sky International Television ni mfano hai wa mazingira haya wezeshi. Ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, kituo hiki kimeweza kujijengea nafasi katika tasnia ya habari, kimehabarisha umma, kimeajiri vijana, kimeelimisha jamii na kimechangia katika mjadala wa kitaifa kuhusu maendeleo ya nchi yetu. Napenda kumpongeza kwa dhati mkurugenzi wa Songwe Media Company Limited, Mheshimiwa Japhet Hasunga, kwa maono yake, uthubutu wake na uzalendo wake. Kuanzisha kituo cha televisheni si jambo dogo. Ni uamuzi unaohitaji imani, rasilimali na moyo wa kujitoa kwa taifa. Huu ni uwekezaji unaogusa moja kwa moja maslahi ya jamii na mustakabali wa taifa. Hongera sana Mheshimiwa Japhet Hasunga. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kusisitiza kuwa vyombo vya habari vinapaswa kuwa sehemu ya suluhisho, si chanzo cha migogoro. Vinapaswa kuwa sauti ya maridhiano, chachu ya maendeleo na nguzo ya mshikamano wa taifa. Nitumie jukwaa hili kutoa wito kwa Sky International Television na vyombo vingine vyote vya habari nchini. Simamieni upande wa ukweli, simamieni upande wa amani, simamieni upande wa maendeleo ya taifa na simamieni upande wa kuunganisha jamii yetu na taifa kwa ujumla. Uhuru wa habari ni haki, lakini uhuru huo lazima uambatane na uzalendo, maadili na uwajibikaji. Taifa letu lina historia ya amani, umoja na mshikamano. Ni wajibu wa vyombo vya habari kuilinda hazina hiyo kwa gharama yoyote ile, kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho.
Ndugu mwenyekiti wa bodi ya Songwe Media Group, tunapoelekea mbele, kwa niaba ya Mheshimiwa Spika Musa Azan Zungu, na wahakikishia bunge litaendelea kuisimamia serikali ili iendelee kushirikiana na vyombo vya habari katika kutekeleza agenda ya maendeleo ya taifa na kuweka mazingira wezeshi. Hali kadhalika, bunge linatarajia kuona vyombo vya habari vikichangia kikamilifu katika kuelimisha jamii na wananchi kwa ujumla kuhusu sera, mipango na mafanikio ya serikali. Kwa niaba ya Mheshimiwa Spika, napenda kukuhakikishia kuwa mlango wa ushirikiano na bunge utaendelea kuwa wazi kwa vyombo vya habari vyenye dhamira ya dhati ya kulitumikia taifa na kuimarisha umoja na mshikamano wa wananchi na taifa kwa ujumla. Sky International Television ina nafasi kubwa ya kuwa chombo cha mfano na kuwa kituo kinachochanganya weledi wa taaluma ya habari, uzalendo wa kweli na maudhui yenye kujenga fikra chanya kwa jamii. Hongereni sana Sky International Television. Ndugu mwenyekiti, waalikwa wote, mabibi na mabwana, kwa hatua hii sasa naomba niseme kwamba kwa heshima kubwa na kwa unyenyekevu wa kipekee, kwa niaba ya Mheshimiwa Spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, nichukue fursa hii kutamka rasmi kwamba maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwa kituo cha Sky International Television yamezinduliwa rasmi na kwamba kituo hiki kitaendelea rasmi na safari yake ya kulitumikia taifa letu chini ya Songwe Media Company Limited. Mungu ibariki Sky International Television. Mungu ibariki Songwe Media Company Limited. Mungu ambariki Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Makofi tena. Makofi mengineo tena. Wote. Piga makofi kwa Sky. Asante. Jamani, tupo rasmi ya tupo rasmi. Tumeachiwa rasmi, tumeachiwa rasmi. Makofi mengineo tena kwa mgeni rasmi kwa maneno yake, lakini pia kwa namna ambavyo ametupatia picha ya kule ambako anatamani kuiona Sky ikiwa inaelekea. Asante. Ningetamani wote waweze kusema, lakini mimi pia kwa niaba yao naweza nipokee yale yote ambayo wameisema, na kupitia Sky yanakwenda kutendeka. Asante na ubarikiwe sana mgeni rasmi. Makofi, naomba wote tukae. Asanteni. Na mjipigie makofi kwa sehemu ya historia, ndugu wageni waalikwa. Msisahau, nyinyi ni watu muhimu sana, wadau wetu. Makofi tena mengine mjipigie kwa sababu mmekuwa sehemu ya historia na hii historia inakwenda kutendeka. Asante pia. Naona pia meneja kutoka Vunje Bay yuko hapa. Hasa mgeni rasmi, kuna story nataka nikupatie. Mimi ni mtangazaji kutoka Dodoma TV na Dodoma FM Radio. Mara ya kwanza wamekaa wakurugenzi wangu hapa wote. Mara ya kwanza tulikuwa tunajiuliza kama wafanyakazi, ambako yuko Sky TV sasa hivi ndiko ambako Dodoma TV na Dodoma FM Radio ilikuwepo. Sasa wakati inaanza Sky, katikati ya mchezo tukachanganyikiwa. Inawezekana tunahamishwa ama wanabadilishana vituo ama sijui ni vipi, lakini ni watu ambao waliamua kusaidiana kwenye kukuza tasnia. Walikutana wanaume wawili wenye ndoto zinazofanana na wanatamani kwenda mbali zaidi. Mmoja alikuwa tayari ameshaanza sehemu nyingine, lakini mwingine alikuwa hapa mgeni kwa akapokelewa na yule mwenyeji, ambaye huyo mkurugenzi ni yuko mwanzoni hapa, anaitwa mkurugenzi Baptist John Mtestasira.
Kwa hiyo unapotazama hao wawili ni miongoni kati ya watu sisi ambao tunawatarajia kufanya mageuzi makubwa sana hapa katika upande wa media, na wameshaanza kama ambavyo unaona. Kwa hiyo kuna mtu kaniuliza kwamba kwani muingiliano ukoje Dodoma TV na Sky TV? Nikasema hawa ni marafiki, ni kama ndugu ambao pia ni kwamba wana lengo hili moja. Kwa kaniambia utafukuzwa kama MC umevaa logo ya Dodoma TV. Nikasema lengo langu ni kuleta ujumbe kwamba hawa ni marafiki waliokutana. Kama urafiki umekufa kidogo, basi wauendeleze. Sijui tumeelewana. Wengi sema mkurugenzi atanielewa. Hapana, hatakuwa anasema anataka waendelee kushikamana ili wafike sehemu. Kwa hiyo ukiniona mimi aka kadogo ambao kanaonesha hapa D, manake ni urafiki na undugu ambao tuko nao na Sky. Si ndio? Umenielewa sasa eh? Kwa hiyo tupo hapa pamoja kama ndugu. Yaani Sky hana ndugu mwingine zaidi ya Dodoma TV na Dodoma FM. Wa kwanza kabisa. Mimi pale naenda nafanya vitu vyangu na tunaendelea. Kwa asante mkurugenzi, asante pia mkurugenzi. Wakurugenzi mmekaa. Kuzungumza na mkurugenzi na wakurugenzi unaweza kuwa na yeye tajiri baadaye kwa mkurugenzi. Makofi kwangu. Okay. Asante. Hasa kuna tukio la kipekee ambalo tunakwenda kufanya. Tukio la kipekee tunakwenda kufanya. Hata ile ambayo nilikuwa nazungumza hapo si la kipekee jamani. Saidi la kipekee tunakwenda kufanya kwa haraka haraka wakati mgeni rasmi akiwa hapa ni la kuleta keki na kukata keki wakati watu ambao wamebeba ile logo na picha ya utambuzi wa mwaka mmoja pia ni kwamba wanaweza kama wako tayari wanaweza kaleta pasina umuhimu mkubwa sana, lakini pia tunaomba watu ambao wameandaliwa kwa ajili ya keki ile ndio lenye umuhimu mkubwa zaidi, mnaweza mkaileta ile keki. Nitawaambia nini cha kufanya. Tunakata keki, mtoto kazaliwa akatimiza mwaka mmoja zaidi. Kwa hiyo DJ mtaongoza zoezi la kuleta keki. Na zoezi hili tutashiriki sisi wote. Zoezi hili, ile keki tutaikata wote kwa pamoja kuhakikisha pia mambo yanasonga. Namuona pia ndugu yetu kijana meneja kutoka Vunje Bay. Namuona pia mkurugenzi mtendaji pale kutoka Dodoma Media Group. Namuona meneja pia Dodoma Media Group. Namuona pia vijana lakini pia waalikwa kutoka Domeko, chuo cha uandishi wa habari na utangazaji. Lakini wakati huu keki iko tayari. Keki iko tayari, lakini wakati keki inakuja mimi na ujumbe. Wanasema mnapokutana sehemu watu kadhaa ni kwamba ni rahisi zaidi kuweza kufikishana taarifa moja wapo. Sasa nina kijana mwenye nguvu zaidi ambaye analitumikia jeshi la magereza ambaye yuko hapa na analo jambo la kuja kusema sisi. Unajua sisi kwenye habari muda wote ni kwamba tunapashana. Kwa wacha tuwapashe sasa hivi. Naomba nimlete huyu ni afisa habari kutoka jeshi la magereza pale. Aje aseme kitu kwa dakika chache zaidi wakati keki inaandaliwa pale. Tuni kazi DJ. Wakubwa shikamoni, vijana habari zenu. Kwa jina naitwa Basil Peter Mdelizi, ni afisa habari wa mkoa wa Dodoma kwa upande wa jeshi la magereza. Nashukuru kwa uongozi wa Sky wote kwa mwaliko huu. Namshukuru kamishna wangu jenerali wa jeshi la magereza kuniamini na kunipa mkoa kuongoza tasnia ya habari. Mwaliko huu mnistua na mwastua hadi mabosi wetu. Lakini jitihada zote ni vijana ambao tunaishi nao vizuri. Hivyo basi, nachukua nafasi hii kwa vijana ambao wapo kama mimi na tunaishi nao katika tasnia hii ya habari. Tasnia ya habari ni nzuri sana. Mimi najivunia tasnia ya habari. Lakini ujumbe wangu kwa leo unasema hivi: magereza ulipo na sisi tupo. Pili, kuishi bila uhalifu inawezekana. Nashukuru sana.
makameramani, kapewa mic aongee chochote, ameshindwa. Ndio maana hata kwenye kura mnakuaga wa mwisho. Tatizo hilo ni hilo. Ungesema hata chochote tukuelewe. Waite watu wa keki. Jamani, watu wa keki bila shaka wako tayari. Asante sana kwa ujumbe ambao umetufikishia. Bila shaka pia kupitia vyombo vyetu vya habari utaendelea zaidi kutupasha habari, au sio? Asante sana ndugu yangu. Haya, DJ, wanasema wanaoleta keki wanataka kuja na vibe kidogo hapo. Kwa hiyo wanasema katika mchanganyiko wako na ubunifu wako wa kutupigia nyimbo hapa, basi usahau kitu kinaitwa ama piano kwaito viwepo humo ndani. Kwa hiyo wanakuja na vibe. Haya, mabibi na mabwana, kwa utambulisho huu naomba niwalete vijana wa Sky Television. Kwa wingi wao na ongezeko lao, wako tayari kutuletea burudani iliyoambatanishwa na ubebaji na uletaji wa keki hapa kwa wakati huu hapa. DJ wanakuja sasa. Hapo unaweza ukaunga nao na kucheza nao. Juu ya anga. Kuanzia kesho asante. Tumewapa nafasi ya kuonyesha vibe hapa, lakini mmeileta keki hapa. Sawa, ni katikati waacha. Nyie kuja kuchezea huku nini? Mkurugenzi, kuna namna inabidi wakate kwenye
mishahara yao mwezi huu, kwamba wamecheza wenyewe, wametusahau sisi, ndio wamekimbia. Lakini hapana, wamefunzwa kidogo, walikuwa wanaogopa kidogo wasije wakachanganya mambo hapa, kwa bora wajifiche huko wasije wakakanyaga waya. Kwa hiyo tunaheshimu pia kwa hiyo ubunifu wenu wenye uzembe ndani yake kidogo. Amna, ni ubunifu ambao ni mahiri bwana. Tunaheshimu kwa ambacho mmekifanya. Hongereni sana, hongereni sana, hongereni sana. Nataka watu wajue nani amecheza sana, nampatia 10,000 haraka haraka. Jamani, ni huyu ndio amecheza zaidi? Hapana. Bahati yako mbaya. Huyu kijana mdogo hapa hamna kitu. Kuna mtu kila sehemu anasema wewe utagawana naye bwana. Hapa vipi? Nenda kwa toa ya kuruka. Huyu mrefu vipi? Mbona kila mtu mnamkataa? Hapa. Huyu vipi? Kuna namna hapa vipi? Mnamkataa huyu? Huyu mnakumbuka? Vipi hapa? Jamani, huyu kavaa rangi za kituo kabisa, mnamkataa? Alipiga Michael Jackson pale katikati. Hamtaki naye. Umependeza sana. Ila wamekukataa kwenye kucheza. Huyu apewe. Hebu sogea hapa mbele. Mbona kama hapa na huko zimetoka kama za jealous wanaume? Huyu vipi huyu? Apewe? Bado. Huyu vipi huyu? Huyu ndo mshindi. Mpaka meza kuu imepiga makofi. Huyu kwani apewe? Mlisema sana apewe kwa sauti kubwa. Naomba 10,000 yenu hapa hii meza. Naomba kwa rufi kubwa mkosa apewe, mkomeshingilia sana. Hiyo 10,000 ije nimpelekee. 10,000 tu. Sasa asante tulieni. Nani? DJ. Kuna ile ilikuwa inatoka ya mapema. Hiyo ya mapema iko wapi? Hiyo tukuniambia kama 5,000 ya mapema. Sasa. Nyingine naongeza. Na kule nikaongeza nyingine. Ngoja kwanza hizi ni za mapema. Nyingine hiyo. Hii hapa ni 5,000. Sasa walichosema ni kwamba hapa wanataka waje wamtuze. Sasa niwaambieni tu, kama mlitoa zile za kwanza, zile nilisema 10,000, wametoa 2,000, 5,000, 5,000. Kwa maana hiyo ni kwamba hawajanipatia 10,000 kesha ambayo nilikuwa naitaka. Waje wailete, DJ walete hapa wampatie yule kaka. Mesa imefanya mtoni. Anaita timu Ihula Malaika.
Mna vibe, mbarikiwe sana. Sana sana sana. Sasa nilisema ipatikane shingapi? 10,000 kavu. Si ndio Imepatikana hii hapa. Sina shida nayo, naiweka hapa. Nikasema tena ipatikane 10,000. Kwa nini mnaambiwa somo mtihani uende hivi, nyewe mnatoa hivi? Kwa hizi na boss Baptisia zitaenda mfukoni mwangu kama ambavyo mmefeli. Wanasema hizi si watanii, labda niwaonee huruma baadaye sana. 10,000 hiyo nilikuwa naitaka, imeshapatikana hii hapa. Na scoop wewe inaingia hapa. Wewe wenzako wamesimama muda wote hapa, nataka kwenye soda pekee. Ila hizi nitaoneni huruma. Jamani, sasa hili halina umuhimu sana, mnaweza mkalisahau kama kuna hela zenu ziko katika mfuko, timu iua. Mmenuna ghafla, ila msahau kwa muda. Lakini kwa heshima naomba dada yule mwenye tulokupatia dhamana kwa ajili ya keki usogee hapa. Karibu sana. Jina lako unaitwa nani binti? Zinazile Mswima. Nilisema wanasajiliwa watu wenye talent. Umesikia hiyo sauti? Nusu afanane na mimi hapa ngela. Unaitwa nani? Zinazile Mswima. Sema unaitwa Benedict ngela. Nzito, sauti nzito. Utatuongezea zoezi hili, lakini naomba nimsimamishe kwa mara nyingine tena mgeni wetu rasmi kwa ajili ya kuja kuikata keki hii ya uzinduzi. Alafu zoezi lingine litafuata hapa. Tafadhali sana, wakati anakuja wote tusimame wakati zoezi hili la keki linakatwa hapa, wakati ndugu yetu hapa Zidane Zizo akiwa anafungulia. Asante. Naruhusiwa jamani kufikisika. Asante. Kwa ambao unatazama live hapa sasa hivi, asanteni. Zoezi linalofuata hapa ni zoezi la kukata keki yenye upendo, yenye anga ambalo linakwenda kutuhudumia sisi wananchi wa katika upa ulimwengu wote. Lakini kwa heshima hii, mgeni rasmi, wakati unaenda kupasua, ningetamani pia wageni waalikwa tutakuwa tunaisema ile slogan yetu, au sio? Wakati inakatwa keki na kupiga vigeregele vyovyote unavyoviweza kuonyesha shangwe, lakini kuonyesha umepokea. Yaani kama vile moyo wako unaguswa vile inapokatwa hapa, au sio? Ndio vile ambavyo inaingia sasa hiyo Sky TV kwenye moyo wako na damu yako. Makofi kwangu jamani. Kumbe sio mimi. Karibu sana mgeni rasmi. Haya, inakwenda kukatwa hapo keki sasa hivi. Jamani, makofi na vigeregere wakati keki inakatwa. Makofi kwa mara nyingine tena wakati keki hii inakatwa tena. Makofi mengineyo kwa Sky International Television. Makofi katika uzinduzi wa kituo cha TV cha Sky Television. Asante mwongozaji hapo. Tunaomba usaidizi kidogo. Sasa naomba wale ambao walikuwa katika upande wa meza kuu, tunaomba pia na yeye mweze kusogea mbele. Afisa habari pale kwa mkuu wa mkoa karibu, lakini pia mkurugenzi wa DMG karibu sana hapa mbele. Mwezi mkachukua video jamani, mkashare huko kwenye status, tuonekane na sisi tulikuwepo katika ile zoezi. Upo hapo ni wapi? Kwamba hapa ni Sky International Television. Asante. Hiyo ni keki yetu jamani, inaashiria vitu vingi. Mwaka mmoja, happy birthday Sky International TV. Happy birthday pia kwa utendaji wenu wa kazi nzuri. Happy birthday kwa yale ambayo mmeyazalisha na imegeuka pia kuwa chachu kubwa sana mtaani. Happy birthday katika kile ambacho mmekuwa mkikifanya kwa katika kuhakikisha mnaelimisha jamii yetu hapa kwa sasa hivi. Okay? Vijana wa Sky mpo tayari? Mpo sawa? Bwana ni mwokozi wangu. Sema. Tena ni kiongozi wangu. Ananipenda. Leo kuliko jana. Sema. Baraka zake hazikwishi.
ananipenda Sky leo kuliko sema kuliko jana. Asante. Haya. Amina. Kuliko jana. Sauti ya 12, mbarikiwe sana kwa kuweza kutupatia burudani hiyo. Okay, zoezi ambalo linafuata sasa hivi ni kwamba ningetamani mgeni wetu rasmi uweze ukishike kipande kimoja cha keki, lakini kipande hicho cha keki ningetamani zaidi ni kwamba sijui utampatia nani au ungependezewa umpatie nani, lakini hicho kipande cha keki cha kwanza ningetamani kitolewe kutoka kwako. Sijajua utampeleka upande upi ama utapeleka wapi, lakini ningetamani unaweza ukachagua lolote, hata meza yoyote ile pale. Alafu hiyo meza mimi nitaiambia cha kufanya. Bosi. Naam, naomba mpokee maelekezo. Sawa. Mwenye shughuli. Sawa. Ndio akasema bana, yani ni kweli tunawapenda wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, lakini kuna mtu ambaye ana maono ndo alifungua hichi kitu, si ndio? Mimi Kierere tu nilikuwa nawakilisha nyewe, ila tulieni bado zamani haijafika. Kwa hiyo amesema anatamani kumlisha mkurugenzi ili ampatie kwamba nguvu ya kuendelea kupigania hiki kitu, kwa sababu kuna ups and down nyingi sana. Kuna muda vijana wanaweza kukwaza ukatamani kuwafukuza, lakini pia anakupa hichi kipande cha keki kuashiria kwamba muda mwingine uwe na huruma, lakini pia hata ukikata tamaa ni kwamba uweze kuongezeka na kuongeza zaidi masafa yawe mengi sana. Ndicho nicho nongonezo hapa. Kwa karibu sana mgeni rasmi. Makofi jamani. Asante. Kwa heshima pia mgeni rasmi, bila shaka utaturuhusu kipande kimoja cha keki kutoka kwa mkurugenzi kuashiria amepokea yale ambayo umemsii aweze kuyafanya kupitia mimi hivyo ninongoneza. Ndio upate kipande kimoja cha keki. Asante, asante. Hiki kilichofanyika hapa tumesimika kwamba leo imetimiza mwaka mmoja Sky. Sisi wajukuu zetu ni kwamba inabidi tuje kuwasimulia kwamba tulikuwepo kwenye uzinduzi wa kituo hiki. Kwa hiyo vipande hivyo viwili vya keki vinaashiria hivyo. Kwa hiyo mkurugenzi, usikate tamaa wala usirudi nyuma. Lakini kwa heshima hii pia naomba zoezi la ulaji wa keki liendelee hapa. Na ningetamani kwa hapa mbele mgeni rasmi tunakuomba uendeleze zoezi la kuwapatia keki au wengineo, na ukimpatia pia afisa habari hapa kutoka mkoa aweze naye kupata kipande cha keki, ambaye ni mwakilishi pia wa mkuu wa mkoa yupo hapa na anapokea cha kwake. Makofi tafadhali. Wakati huo pia kipande kingine kinaenda kwa rafiki wa Sky ambaye huyu ni Dodoma TV. Huyu rafiki haufi, tuambieni tu ukweli. Naye pia ni kwamba anakipokea hapo. Ni kwamba kinaenda kwa naibu mkurugenzi ambaye naye pia yuko hapa, anakwenda naye kupokea kipande chake cha keki. Yuko pia muhariri wa kituo hiki cha Sky TV. Zoezi hili litaendelea na sisi, lakini kwa sasa hivi kwa umuhimu zaidi nusu nikukumbuke, kumbe ulikuwa ni unatuhudumia tu, tusamee bure. Lakini kwa umuhimu naomba niwarudishe wakurugenzi pamoja pia na mgeni rasmi kwenye sehemu zenu za kukaa, wakati Sky mkiwepo hapa bado. Okay.
watu watakao kuja kula keki hapa, au si? Kwa watu watakao kuja kula keki hapa, na hii keki ni kwamba tutakula wote. Kwa hiyo upendeleo huu, naomba meneja wa kituo, program manager, sogea hapa. Viongozi wetu wa dini, tafadhali tunaomba mje kupokea kipande hiki cha keki. Viongozi wote wa dini tunaomba msimame kwa ajili ya kuweza kupokea vipande vya keki. Wapatie vipande vya keki viongozi wetu wa dini ambao wako hapa. Asante. DJ, bado tupo nawe. Nimetajua meneja wa Dodoma TV na Dodoma FM Radio. Njoo pate hapa keki hapa kidogo. Sasa si niache mimi niendelee na utaratibu wangu. Huyu kazi yako ni kufanya kazi, kuwapatia tu kipande cha keki. Sasa huyu ni meneja wa DMG, yuko hapa naye. Sasa hii ni birthday, au sio? Niseme ulikotokea au alihusiani, au sio? Ila malezi umelelewa kote kote kuwili. Wakurugenzi wala msio na tabu, ndio mambo ndio rafiki wenyewe, si ndiye? Asante, umetikiza kichwa. Mgeni rasmi alikuwa huko, sasa hizi yupo huku. Sasa urafiki sijui mnaelewa nikisema. Sasa kama rafiki sasa hivi, au si zamani ulikuwa mwana familia, kama rafiki tuambie hii 10,000 unaiongezea shilingi ngapi huyu mtoto birthday yake iende vizuri? Kwa nini utembea na maburungutu mawili? Yaani makofi kwake jamani. Na hesabu kiherehere mimi. 1, 2, 3, 4. Sawa. Asante. Hakuna kitendo cha keki. Asante. Sasa kuna wadau wengine ambao tuliwaalika, mgeni rasmi. Hao ni watu ambao tunafanya nao kazi kwa ukaribu zaidi, ambao ni Nemki, wako hapa. Tafadhali na nyie pia tunaomba, na ndio meneja wao yuko hapa, Nemki aje kuweza kupata kipande cha keki, lakini pia na kuisupport Sky na vijana hawa pia ambao ndio watenda kazi hapa kwa usiku hapa wa leo. Makofi kwake. Okay, asante. Lakini mimi kama hujaondoka tupo hapa. Nimekustopisha hewani. Usijali. Wakati atajua majina ya wadau, nikamwambia wewe ni miongoni kati ya wadau wakubwa sana katika upande wa habari. Lakini nikasema kwamba katika huyu mtoto ambaye ametimiza mwaka mmoja, na wewe pia umemchungulia, unamjua, ndio maana umefika hapa. Wewe kidogo tu ule mtoto ili apate chochote, ni kwamba unamsupport vipi kuhakikisha, sio kusupport kusema kwamba labda tukuuzie Isa saa hizi soko tumefunga, ila hii keki yetu ungependa kuipigaje hapo? Habari za jioni. Sky TV.
Asante. Nisiwe na maneno mengi sana. Kwanza nawapongeze uongozi wa Sky TV na washiriki wote. Sisi kwa kweli tumekuwa karibu sana na kituo hiki katika kuhabarisha umma kuhusiana na masuala ya mazingira, na sehemu kubwa kwa kweli tumekuwa tukishiriki vipindi vyao. Kwa hiyo tuwapongeze hilo na tukiri kwamba ni wadau wetu wakubwa sana. Katika kuwezesha au kufanikisha Sky TV kukua zaidi, kama wanavyosema above the limit, sisi kama NEMC tunatoa shilingi 50,000 kuchangia keki. Asante sana. Kwa hiyo wale watendaji mtaenda kuokota, au sio? Mtaenda kuokota. Lakini tuko na mkurugenzi, ni meneja kutoka Vunja Bay Dodoma, au sio? Na enjoy bwana, mmoja kati ya mameneja vijana wanasupport vijana kutoka Vunja Bay. Asante sana kwa kuweza kufika hapa ndugu yangu. Karibu pande kipande cha keki na utuambie kidogo wewe huyu mtoto unampatia pongezi. Haya. Sky TV. Kwa jina naitwa James Kitila, meneja wa kampuni ya Vunja Bay Dodoma. Kwa kusupport keki natoa 20,000 hapa hapa. Asante kutoka Vunja, ubarikiwe sana. Lakini pia naomba nimlete kwenu pia. Usijisikie mnyonge vyovyote sisi, au sio? Naomba nimlete kwenu mkuu kutoka Genesis Agrovet, na wenyewe pia wako hapa. Naye anakuja hapo kutusupport kidogo. Sasa litaanza tukio la kwangu la muhimu, afu ndio utakuja kulisha watu keki. Najisikia vibaya kumpelekea mtu maji akiwa anakula, si ndiye? Karibu sana mkurugenzi, sijui ni kiongozi ama ni vipi, utajitambulisha kwa cheo chako. Asante sana Sky TV. Asante. Mimi naitwa Fadhili Nyingi, ni mkurugenzi wa Genesis Agrovet Traders ambao ni wasambazaji wa pembejeo pamoja na vifaranga na madawa ya mifugo na vitu vyote vinavyohusu kilimo. Nawapongeza sana Sky TV kwa kutimiza mwaka mmoja, na tunashukuru sana kwa support yenu. Mmekuwa karibu na sisi katika kutupromoti biashara yetu, lakini tunashukuru kwa mwaliko wetu. Lakini surprise pia ambayo nimepata leo, nimefika hapa nikakuta mkurugenzi wa Sky TV ni mbunge wangu. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, nakupongeza sana kwa hatua hii. Mbozi iko hewani, na sisi kama wananchi wako tutaendelea kuhakikisha hiki kitu kilichokuja kutufuata Dodoma kinakuwa zaidi. Sisi tutakula keki hii kwa shilingi 50,000. Asanteni sana. Asante. Mnaandika, mnapiga makofi tu, msahau mambo ni kwa umuhimu. Haya, mtakuja kunikumbuka baadaye. Kwa umuhimu tuna laki kwa kule, si ndio? Mna note? Haya, sio kumbushi tena. Ndugu zangu wa Domeko, nyie ni wanafunzi wa chuo cha Domeko. Nyie naomba mje, nitawalipia mwenyewe kwenye ile hela ya uzurumaji. Itakayotoka mfukoni ndio hiyo hiyo. Kwa hiyo kasabula hapa. Hebu walete Domeko hapa. Wanakula keki hii kwa shilingi 5,000 mpaka ziishe hizi. Nitakuwa nachagua watu ambao nitakuwa nawalipia. Nimewalipia Domeko hii hapa. Hii hapa Domeko. Haya, wapate kipande chao cha keki. Kwa hiyo sasa hivi mpo chini yangu, naweza nikaamua mle kimoja, mkagawane kule kwa sababu niwalipia. Ila mtakula viwili, wengine wamekimbia. Ndugu yangu. Afisa habari
Gunners kwa ukuaji wa michezo. Tunaamini vijana wadogo chipukizi Taifa Stars hii hapa. Tunaomba pia na wewe uje kula keki hapa. Afisa habari The Gunners kutoka Dodoma Tanzania naye yuko hapa. Kwa makofi jamani kwake. Karibu sana afisa habari. Najitambulisha kidogo na kutambulisha unapotokea. Habari ya jioni ndugu waalikwa. Kwa majina naitwa Christopher Mzena, ni afisa habari Gunners Football Club. Karibu. Ungependa kuchangia kiasi gani? Asante. Tumepata kwa heshima zaidi. Msije mkakosa kunipa kazi kwa sababu tu eti nawachangisha fedha. Hivi mliniambia au ni mimi kielele changu? Hii ni la kwangu, si ndio? Asante. Bwana, wakati anakwenda kula keki hapo, asante, ubarikiwe sana na endeleeni na moyo wewe kusupport vijana katika upande wa soka. Bwana, naomba nimlete kwenu pia, huyu si mwingine, ni mwingine ambaye ni yeye anatokea katika academy ya kukuza soka. Dodoma tuna academy nyingi, lakini hii pia ni miongoni mwao. Academy ya kukuza soka, tafadhali tunaomba uje hapa. Inaitwaje eti? Mimi nimesahau jina hili. Rio Branco. Karibuni sana hapa. Nanyi mtusupport kidogo kwenye hili academy ya kukuza soka. Leo ndo siku ambayo makameramani mtachangia chochote. Sitawaacha Madam J. Leo kwa sababu ndio majengo mkiza mziki usisikike. Ni hata kanisani tukiomba vipi amdondoki mapepo. Tunajiuliza ni nini? Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Ali Muhammad, kocha mkuu Rio Branco ambayo inapatikana Dodoma Fungu Maruwe. Wanasema jasikia. Kwa jina naitwa Ali Muhammad, kocha mkuu Rio Branco Academy inapatikana Mkuhungu Maruwe. Kocha mkuu jamani, anakuza vipaji vya watoto. Afu yeye ndo kocha mkuu, au sio? Karibu bwana. Pale zikishamaliza zoezi. Si ndio? Au mimi nilikuwa mbali? Mimi ni Sport Lady, natokea Jamii Media. Leo umekwisha. Umekwisha. Tukiomba mdondoki. Asante. Nasema umuhimu Lui Malaika, njooni, japo ameshatuchangia, ila kama pia mna lolote la kuweza kusema, karibuni bwana. Yula Malaika. Yula Malaika. Yula Malaika. Yula Malaika. Makofi kwake jamani. Mkurugenzi nani yuko hapa mkuu? Huyo. Wewe tutacheza baadaye. Asante, karibu sana. Yula Malaika. Nini mnafanya? Okay, kwa majina naitwa Muhawe Zawadi. Yeah. Ni manager wa Yula Malaika Pre and Primary School. Okay. Sisi ni ndugu. Sisi ni dada, kama ni dada kaka wa Sky International TV, na pia sisi ni watoto wa baba mmoja. Yeah. Yeah, tunatoa huku tunaweka huku. Sana. Keki hii kulingana ilivyo nzuri, inaonekana ni tamu pia. Ndiyo. Naomba tutaila kwa 50,000. Mhusika atakuja kuchukua ofisini. Asante. Asanteni. Sawa. Njoo dadangu njoo. Tumalize hili zoezi. Tuingie zoezi lenye umuhimu zaidi. Shika vile vipande vya keki. Shika vipande vya keki. Alafu tuondoke. Kwa sababu nikisema kwa majina nimeshamaliza kichwani, kumbukumbu zote zimeondoka. Kuna meza zote ambazo hazijagusa keki, si ndio? Kama hujagusa keki yoyote, meza hii hapa pia tuwa bless kwa keki kwa haraka zaidi. Umevaa high heels.
Aha, Skonkodiko. Bwana karibuni kwenye keki. Karibu kwenye keki hapa mablaza. Yoyote yule anaweza kastambia kwamba anakula keki na anatuchangia kiasi gani kidogo. Naomba mic moja niletee. Asante. Mimi kama mwakilishi wa kampuni ya mikopo ya Enterprise Finance Limited Dodoma. Kampuni ya mikopo. Inatoa mikopo ya riba nafuu sana. Tunawakaribisha. Tunashukuru kwa mwaliko huu. Tukiwa na wadau wetu Sky, tunafurahi pia kuwaona Dodoma TV ambao tumekuwa tunafanya nao kazi kwa muda mrefu. Naomba nile keki hii kwa kiasi ambacho tutachangia hapa. Asante sana. Niamini jamani, sasa hizi siweki mfukoni. Hizi naweka kwenye bakuli. Kada akaongeza. Kaenda hapo. Asante. Mimi nitakula kwa shilingi 5,000. 5. Asante sana. Ukimaliza hapa, njoo kwenye hii meza huko. Umesikia? Ukimaliza hapa njoo kwenye hii meza. Na kwa majina naitwa Answari Msangi, ni mtangazaji kutoka TBC. Nitakula keki hii kwa shilingi 5,000. Napokea mic. Twende gani? Mimi nitachangia shilingi 10,000 kwenye tuone upande wa haraka. Zikisha inatoka tumemaliza. Huko tutafuata au sio? Twende kazi. Twende huko. Tunaanzia. Kwa niaba ya magereza namwomba Sport Ladies aje Jumatatu ofisini kwangu aje kuchukua jezi ya Tanzania Prison. Asante. Tofauti. Tukimbizane. Mtuvumilie jamani. Huko simko ready. Mko tayari? Asante. Kwa jina naitwa Salimu Yusufu Msoka. Ni katibu wa afya kutoka hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Nikimwakilisha mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Dodoma, Dr. Ernest Ibenzi. Keki hii nakula kwa shilingi 10,000. Asante. Kwa majina naitwa Godfrey Abel, mwakilishi wa kampuni ya Bilight ambayo inahusika na uagizaji wa vifaa vya music kutoka nchi mbalimbali, na tuna duka letu la music instruments liko maeneo ya Foiz. Nitakula keki hii kwa 20,000. Bwana, nishawahi kufika pale nikanunua jambo langu moja, kumbe mtaalamu yupo hapo mwenyewe. Karibu sana. Kwa majina naitwa Pasco Damian, ni photographer and digital manager wa Gunners FC. Okay. Nakula kwa shilingi 5,000. Asante. Okay. Kama unahisi uwezi kula keki, unasema tu kama mimi siwezi kula keki ila nitachangia tu. Au si? Karibuni hapa wakubwa. Wakati tunaendelea kwenye utambulisho, wewe sema tu mimi hili la kwangu wakati keki zinakuja hapa. Unatokea wapi? Utaki? Sema tu utasema Mwai. Okay, sawa. Eti mimi naye Mwai. Haya.
Asante. Hamna shida eh? Sisi unjua sisi wengine huko Mwaego, tunasema Mwaego. Kuzaliwa Iringa na kwenyewe kuna muda kaa hasara. Asante. Jamani, naruhusiwa kusema wewe mwenye iseme figa yako. Naitwa Onesimo Mkondia, mimi rafiki wa Mheshimiwa Hasunga na kula keki kwa shilingi 100,000. Asante. Jamani, 100,000 na 100,000 imewekwa hapa. Asante, barikiwe sana. Makofi. Nyote wa Sky, mbona kama mpigi makofi? Habarini za jioni. Asante. Naitwa Salum Kitumbika, katibu wa Simba mji mkuu Dodoma. Kwa kuwa tumetoka kwenye usajili wa dirisha dogo, pesa zote tumemaliza kwenye usajili. Kwa hivyo tutakula keki ndio chenchi ilobaki kwa shilingi milioni 1. Asante. Wana Simba mpo? Tupo bwana, kwa yote ya draw, ila tupo na hatufi. Cha moto tu tutakiona. Karibu hapo madam. Kwa majina yangu naitwa Devota Mwakioma, ni mhasibu wa Simba mji mkuu. Mhasibu wa Simba? Karibu mhasibu wa Simba. Tumemaliza kwenye usajili kama tulivyosema. Ninakula keki kwa shilingi 10,000. 10,000. Asante. Wewe ni mhasibu wa Simba jiji la Dodoma. Asante. Bwana hatari. Wananchi, mbona kama hamna vyeo? Wananchi mpo? Kinyonge sana. Simba nyama na unguruma hapa. Jamani, wana Simba wameshachangia. Kuna mwana Yanga yote anataka kusema chochote kwa jahazi hapa? Haya mambo siyapendi ya Simba na Yanga basi tu. Kama kuna mtu ana chochote hapa anaweza kaleta. Wa Simba Mayanga. Wa Yanga. Hamna hii mambo ya Simba na Yanga ya kizamani haya. Ila ndio hivyo tena, tuwezi kukataa hela. Bana. Keki iko. Huyu ananiambia kuna sehemu imeruka. Nataka tuende kwenye jambo mengine. Kwenye meza ile pale umeitamani. Twende. Twende, itakuwa ya mwisho hiyo. Jamani, ananiambia kuna meza nimeruka. Hii meza itakuwa ya mwisho. Kutokana na muda wetu, twende kwenye zoezi linalofuata. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Hapo umeridhika? Asante bwana. Jamani, mwariri, hizi ni pesa. Sitakiwi kusema mimi asante. Na mmekusanya, shika mic ile pale, sema lolote kuhusiana na kile ambacho mmepewa kama zawadi kutoka kwa wadau mbalimbali ambao mmefanikiwa kuweza kuwaalika hapa leo. Mwariri. Umenipa kazi ngumu. Na unarudi nyuma, njoo mbele. Asante. Saidia kushukuru. Jamani, tunasema asante kwa kuweza kutoa katika mifuko yenu. Tumefundishwa jamani kwamba neno zuri ni kusema mlikopungukia ama mlikopunguza vikaongezeke maradufu na maradufu. Semeni amina. Na Mwenyezi Mungu akafanye neema. Hata kama ilikuwa ndio hiyo, lakini pia ni kwamba kesho zitakuwa nyingi za kutosha. Kwa sababu hawa ni miongoni kati ya watu wetu tunawategemea kwenye kazi. Haya bana, asante. Hongereni. Nilikuwa najitolea lakini nimepata cha kulipwa hapo hapo. Na watania bwana, nishalipwa muda mrefu sana. Wakati mnakwenda kutoka hapa, zoezi ambalo linafuata jamani ni zoezi muhimu zaidi. Tunaenda katika zoezi la kuweza kupata chakula. Lakini ningetamani sana, wakati tunazungumzia urafiki, tumezungumzia urafiki. Namuomba mkurugenzi mtendaji wa DMG aje apatoe neno lolote la kusema kuhusiana pia na Sky TV. Nitakuwa mchoyo sana kama hawa marafiki hawatapeana nasaha za kuweza kupeana na kusema lolote. Asante. Karibuni. Asante DJ. Huku naambiwa huku.
Sky TV International, Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Hasunga, mbunge wa Songwe, nakushukuru sana kwa nafasi hii ambayo umetupa Dodoma TV pamoja na Dodoma FM Radio kusimama mbele yenu usiku wa leo na kushangilia ushindi wa mwaka mmoja ambao mmekuwepo katika tasnia. Mwaka jana wakati tumekutana kwa mara ya kwanza na kupata nafasi ya kuzungumza na wewe, nilikufurahia kwa sababu ni mtu ambaye uko open minded, na ndio maana niliona unahitaji kupata platform ya sisi kuweza kuwa pamoja na wewe kusafiri katika safari ambayo ulikuwa umeianza, ambayo sisi tulikuwa kidogo tuna uzoefu ndani yetu, na ndio maana tulikupa hiyo nafasi. Tunakupenda na siku zote tunakutakia kila lililo heri ili uweze kuweza kufanikiwa. Tuko pamoja na wewe katika safari yako, utuhesabu kama ni ndugu, ni marafiki, lakini ni familia katika tasnia ya habari. Nawapa pongezi kubwa wafanyakazi wa Sky International kwa umahiri ambao mnaufanya au mnauleta katika tasnia. Nataka mkaiweke Dodoma katika ramani ya Tanzania na duniani, lakini vile vile mkatupe mwanga, mkatupe nuru ili Dodoma iweze kufahamika zaidi na yale mambo mengi ambayo tuko nayo katika mkoa wa Dodoma, ambao mengi kati ya hayo bado hatujayatendea haki sisi kama tasnia ya habari. Nawashukuru sana kwa nafasi ambayo umetupa na niweze kuwatakia jioni njema. Asante sana. Asante sana. Asante. Unaomba pale. Madam, unaomba pale. Asante. Huyu ni mkurugenzi mtendaji kutoka DMG. Yuko hapa na katoa neno lake. Wakati watu wa vyakula anatuambia anatoweka sawa kidogo, naambiwa tuna ugeni kutoka chuo cha mipango, naye pia yuko hapa, tutambue uwepo wako. Karibu sana, na nimeambiwa ujitambulishe kidogo, na kama unaweza una chochote pia si mbaya kwetu. Kutoka mipango, moja kati ya chuo kikubwa zaidi kimetupokea sisi DMG, kule ni majirani zetu. Kazi na utu, kupanga ni hiyo ni salamu yetu ya chuo cha mipango. Kupanga ni kuchagua. Mheshimiwa mgeni rasmi na wakurugenzi wa hizi media mbili, mimi naitwa Godrick Ngoli, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na masoko chuo cha mipango ya maendeleo vijijini. Ninayo heshima kusimama mbele yako mgeni rasmi kwa niaba ya mkuu wa chuo ambaye alialikwa, amepata dharura, amesafiri usiku huu akaniomba nije. Na sisi kama wadau wa elimu, macho yetu na masikio yetu huwa ni vyombo vya habari. Kwa hiyo tumefurahi kushiriki katika hafla hii na tunaamini tutaendelea kufanya kazi wote kwa pamoja, na tunawategemeni sana tena sana. Basi niwatakie usiku mzuri wa Sky International TV. Basi tunatoa sapoti ya shilingi 100,000 na nitaomba meneja au yoyote ile, basi tutawasiliana kuanzia Jumatatu. Asante sana. Asante barikiwa sana. Dada, wewe wa keki, ungependelea kipande cha keki kidogo, si ndio? Wakati kule mambo yanakaa sawa kidogo. Usikae mbali. Wewe tumekupatia, tumekununulia na nguo ili uonekane vizuri. Kwa hiyo asante. Nimeomba pia kutoka UDOM, wadau kutoka UDOM kitengo cha habari, bila shaka ni kwamba na nyie pia hapa mpo. Kwa haraka karibuni sana hapa, tupate salamu zenu pia, kwa sababu watu wa vioni pia ni moja kati ya wadau wakubwa sana wa media. Kutoka UDOM kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, top. Wakati kule tukiitwa kule, chukua hiyo sahani ya meza, peleka kule mwishoni kabisa kwenye ile meza. Asante. Anaenda. Raha, kitu ambacho nimependa kwenye hii media ni kwamba pia ina viongozi mabinti wanawake.
Ni miongoni kati ya mpango pia wa kidunia ni kuhakikisha ni kwamba tunaongeza wanawake katika sekta mbalimbali sana, si ndio? Kwa hiyo nimependa pale. So kwa kuchagiza hili nimemwona pia na meneja msaidizi ambaye pia yeye naye ni mwanamke kutoka DMG. Kwa hiyo nimegundua mna jicho la kibiashara. Ukitaka kitu kisife, hakisha katikati hapo una mwanamke. Afu tena wadogo, wana damu bado mbichi. Au sio? Kwa hiyo nimeona mnaona mbali. Mwenye simama wasalimie tu watu. Huyo ni meneja msaidizi DMG. Ukiangalia hapa kuna mhariri, mwanadada huyu pia anaitwa Mindy. Kuna sport lady, kiongozi wa sport pia mwanadada pia. Kwa hiyo unaona pia namna gani ambavyo mambo yanakwenda vizuri zaidi. Kwa hii pia inafurahisha. Naam, sema jambo. Karibuni jamani. Asante, tunashukuru. Sisi ni wawakilishi wa kampuni ya El Shahati Trading Company. Sisi ni wahifadhi na watunzaji wa mazingira, hasa kutokomeza taka za plastiki. Kwa hiyo tunawekeza kwenye suala hili la usafi wa mazingira, hasa kuondosha taka za plastiki katika jiji la Dodoma. Tunawashukuru sana Sky International TV kwa kufanya kazi na sisi, hasa kutoa elimu ya utunzaji wa mazingira, hasa kuondosha hizi taka hizi, lakini kutoa ajira kwa vijana na wakina mama katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Hongereni sana, asanteni sana. Asante. Tunakula keki kwa 20,000. Asante. Asante. Barikiwe sana. Kuna bado kule kwa rafiki yetu yuko pale, ni wa karibu kabisa na Sky TV. Huyu ni mfanyabiashara wa mikopo kutoka Mwanza, anakopesha na anafanya biashara zake nyingi sana kwa hapa Dodoma. Naye yupo, ni rafiki yetu wa muda mrefu sana. Dada yetu tunampenda, ana story. Angeweza kupiga story. Yeah. Karibu rafiki yetu huyu, jirani yetu. Asante. Kwa majina naitwa Sua Amos, natokea Mwanza. Mimi nitakula keki kwa shilingi 30,000. Anakula keki kwa shilingi 30,000. Mkazi wa Mwanza. Okay. Wakati anakula keki huyo, wakati keki ikiwa njiani inakuja, kameramani mmoja nampatia nafasi ya kula keki. Nina hela. Naomba nakulipia. Ulipi wewe? Nakulipia. Nakula keki kwa 100,000 hii hapa naiweka. Kwa niaba. Kameramani mmoja aje. Kameramani mmoja aje. Yule dada alikuwa na shoot uko wapi kama nyewe mpo busy? Njoo mwa sport lady ule keki. Wamegoma. Nimeweka hela sidaiwi. Kameramani mmoja. Kumbe ndio maana mnayokoga hata nyuma kwenye kula nyie. Msije tena. Au nichukue ila okay, acha ibaki. Hapo nipige picha kwa niaba ya kameramani. Wote ambao mmegoma kula keki, amechaguliwa Chata kakimbia. Jamani, naomba zoezi la chakula liko tayari, lakini ningependa zoezi hili la chakula wakati tunaenda kula chakula liambatane na picha moja kwa moja. Kwa hiyo ningependa kwa heshima na taadhima naomba niwasumbue kwa mara nyingine tena meza kuu. Wakati tukimalizana na zoezi la kupiga picha, ndio moja kwa moja tutaongozwa katika sehemu yetu ya kuweza kuchukua chakula. Kwa sasa hivi tafadhali meza kuu, karibuni upigaji wa picha. Mpige kabla sijasimamisha, naomba mpige picha nipatie maelekezo. Itapigwa chini au juu? Wapande juu. Naambiwa kwamba picha ipande juu. Ikipanda juu napokea. Okay. Kwa tunaomba meza kuu iende pale. Wakati yule alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya ule mkasi wa kukata utepe, tafadhali sana tunaomba pia naye aje kwa haraka. Ule mkasi wa kukata utepe. Tunaomba sila bado tuko hapa. Tunaharaka sana. Hebu tena hapa, mnapeleka wapi? Sina imani na nyinyi. Okay. Yeah.
tunakwenda kukata utepe kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu. Makofi tena kwa mara nyingine. Asanteni, asanteni. Rasmi, na huo ni uzinduzi wa kituo cha Sky International TV tarehe hii hapa ya leo, mwezi hapa ya leo, mwaka 2026. Sio kwa maana tungekuwa pale kituoni tungesema jiwe hili la msingi. Asante sana mgeni rasmi kwa hiki ambacho umekifanya, tunaheshimu sana. Tuende mpate picha ya pamoja hapa. Wapige picha. Asante. Kabla mjatoka hapo, tuna salamu ambayo tungependa muweze kuzipokea mkiwa hapo hapo. Kuna mdau pia kutoka TV ambayo iweza kufika hapa, ni Channel 10, miongoni kati ya wadau wakubwa muda mrefu katika habari. Tunaomba uje useme chochote wakati mgeni rasmi akiwa hapa. Makofi kwake kana anakuja kutoka Channel, mwandamizi lakini pia mwanahabari wa muda mrefu zaidi, na tumejifunza mengi sana kutoka kwake. Sky TV, Above the Limit. Ninaitwa Kuringe Mongi, ni mkuu wa kituo cha Africa Media Group, Channel 10 na Magic FM hapa Dodoma. Napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza Sky TV kwa kutimiza mwaka mmoja na kuzinduliwa rasmi leo. Basi tunaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana na nyie ili kukuza tasnia hii ya media hapa nchini. Na ninaahidi kutembelea kituo chenu. Nishai kupanga na mkurugenzi msaidizi hapo kuja kuwatembelea, lakini nikaa nimebanwa kidogo, lakini nitakuja kuwatembelea ili tuweze kupeana ABC, tuweze kufanikisha fani hii. Asanteni. Asante. Kama ukitoka tafadhali, naomba nikupatie nafasi ya kupata picha pale, picha kutoka Channel 10. Tumekuwa tukikuta na inatuhudumia, si ndio? Unajitambua, unaweka channel pale Channel 10 na mpaka leo ipo. Maana yake ni kwamba tuna la kujifunza kutoka kwao. Picha tafadhali. Asante. Asante kwa picha. Usiondoke hapo hapo. Na pia niite mkurugenzi kutoka DMG pale, karibuni tuweze kupata picha. Mkurugenzi mtendaji. Yes. Ongezeka pale katika picha hiyo. Hiyo ni ya kihabari. Kuna afisa habari na wanahabari. Napata picha hapo. Asante. Asante. Mkiwa pale watu wa kamera. Naambia pia watu wa TBC wako hapa. Mwakilishi kutoka TBC. Asante. Asante, vijana wanachapa kazi. Mwakilishi kutoka asante. Naam. Napokea. Naam. Yeah. Asanteni kwa wale ambao mlikuwa mmeongezeka kwenye hiyo picha. Tunaomba, tunawashukuru Channel 10, Dodoma FM na TBC, asanteni. Lakini pia viongozi wa dini tafadhali, tunaomba pia pale mwende kwa ajili ya kupata picha ya pamoja. Viongozi wa dini. Apige picha, mnaipata vizuri hiyo? Asante. Asante viongozi wa dini. Haya. Sasa naomba hii ngazi ya chini hapa, twendeni wafanyakazi mkasimame hapa chini. Hapa chini kabisa huko ambako mimi nimekanyaga, wafanyakazi.
Tanyika, viongozi mnaweza mkapanda juu, kuna nafasi kwa wale viongozi. Mwarili, program manager, mnaweza mkapanda juu kutengeneza nafasi, picha isionekane inatia huruma kidogo. Muonekane katika nafasi. Asante. Yes, viongozi, mgeni rasmi pamoja pia na wafanyakazi wako hapo. Vipi kameramani? Iko sawa? Asanteni. Sasa wale walioandaliwa kwa ajili ya kuweza, wengineo tutafata na kuna wale ndugu zangu kutoka shule ya Malaika Pre-Iula, njoni mara moja tupate picha mara moja na mkurugenzi. Yeye ni ndugu zetu pia. Wakati tukimaliza hapo Sky wafanyakazi mtatuelekeza, mtaelekeza wageni rasmi kwenye chakula. Asante. Okay. Asante. Kwa wenyeji huu mkurugenzi na wageni waalikwa pamoja pia na mgeni rasmi, tafadhali mkurugenzi utatuongoza kwenda kupata chakula kwa wakati huu. Lakini pia kabla tujaenda, wakati wakiwa wanashuka kwenye chakula, akifika hapa nitatoa kwa haraka zaidi kuombea chakula, na zoezi hili nitaongoza mimi mwenyewe tukiwa tunaelekea kwenye chakula. Asanteni. Yes, tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupatia nafasi ya kuweza kukusanyika hapa. Tunaheshimu na tunahitaji kila kitu ambacho ulikuwa weza kututimizia, na zoezi letu limekwenda vyema zaidi. Tunakabidhisha mioyo ya watu wote, lakini pia miili ya watu wote hapa, lakini kwa pamoja pia na heshima hiyo tunaomba pia ukakibariki chakula chetu kiweze kutenda mema zaidi na baraka tele katika kile ambacho umekuwa ukikiwazia juu yetu. Chakula hiki kisiwe chakula tu cha kushibisha matumbo, lakini tukitoka hapa tuweze kufanya yale baadhi ambayo tumeweza kupokea kama ushauri na kuweza kutoa pia. Mwenyezi Mungu tunajikabidhisha mikononi mwako tukiomba na kushukuru. Amen. Karibuni chakula. Mimi jina langu naitwa Benedict Ngelangela, natokea Dodoma TV na Dodoma FM Radio. Ni mtangazaji wa kipindi cha burudani kinaitwa Micharazo Time. Nilikuwa na DJ wangu katika kipindi hiko anaitwa DJ Chila, pamoja pia na timu yote ambao nimefanya nao kazi hapa siku hii hapa ya leo. Yes, ambao ni makameraman pamoja pia na mainjinia ambao wameinjinia hiyo kitu. Nafanya shughuli hizi zozote zile pale za kiburudani, lakini pia mpaka zingine ambazo ungetamani. Hatuchagui kazi, niwe misiba iwe ni nini, lakini sipendi misibani kwa sababu sipendi kulia, napenda kufurahia mara nyingi sana. Hata kanisani wapi wewe nialike tu. Ila kwenye kusia tu kuna matatizo. Nikumbe nimekosea pale utambulisho kidogo. Ila kwa kuna furaha kama hivi, majambo makubwa yanafanyika. Kwa hiyo na natumaini nitapata kazi kutoka kwenu. Nambari yangu ni 0710 666 984. Vipi hapo? Ndio sawa? Ila nyingineo chukua hii ni 0718 09 8801 0718 098801. Niko active muda wote na patikana. Kwa asanteni, mbarikiwe sana. Facebook na Instagram ni Benedict Ngelangela. Haya, anaitwa Eli. Wakati tunakwenda hapa sasa hivi kupata chakula, atakuwa anatupatia burudani kidogo. Eli Music, karibu. Mimi na kutewa wewe kuchukua hela. Mimi sitazama sura zenu zote. Naamini there's just something about the way she turned her back on me.
when you start to feel my love. Feel it, that's when you feel it. That's when you start to feel my love. Feel it, that's when you feel it. Usiponipenda nitapendwa na nani? Utakuwa mgeni wa nani? Ukiwa mbali nami nabaki damani. Mbona nahisi kisirani hawa haina maana? Nina wewe kuzozana, mbona tunasimanga? Okay, wale wa mwongozo kwamba wapi na wapi wasimame, tafadhali tuomba mtupatie mwongozo wa kwenda pale kwenye chakula. Asanteni. Zege Lodge. Nasema somele, usikate tamaa. Nasema somele, nasema somele, nasema somele, somele. Alipoianza safari alimtia moyo, alipoonyesha mafanikio vikainuka vikwazo. Utapoianza safari atakutia moyo, utapoonyesha mafanikio vitainuka vikwazo. Kumbe si wote wafurahiao mafanikio yako mama, kumbe si wote wafurahiao. Tinasema songa mbele, eti songa mbele, songa mbele, songa mbele, eti songa mbele, eti songa mbele, songa mbele, eti songa mbele, songa mbele, songa mbele. Utapoianza safari atakutia moyo, utapoonyesha mafanikio utainuka vikwazo. Kumbe si wote wafurahiao mafanikio yako mama, kumbe si wote. Nasema songa mbele, songa mbele, songa mbele, eti songa mbele, eti songa mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, eti songa mbele. Lazima nishamia kwamba nimewawida sina kingine mimi najivunia zaidi yako Baba, ndio maana
niko tuli nimetulia, unaga mbaya. Hata wale wananona ushuda, shoba zao mbaya. Tapataje mwamba umenifunika, unaga taya. It's you got me, it's you got me, it's you got me. That's why I never even falling down. Never pull me down. Akiteleza baba unaniinua, jani tupa wala jani chukia. Kama ni toba zimejaa dunia, unanilumia. Kutulipa nini kama mkutaka, nilipitie moja moja, mana taifu zinarudu. Hakuna dola imepoksa, sina kimini nimina dunia, saidi ya mbaba. Tumana niko tuli nimetulia, unaga mbaya. Hata wale wananona ushuda, shoba zao mbaya. Tapataje mwamba umenifunika, unaga taya. It's you got me, you got me, it's you got me. That's why I never will fall down. Never pull me down. Niteleza baba unaniinua, jani tupa wala jani chukia. Kama ni toba zimejaa dunia, unanilumia. Kutulipa nini kama ungetaka, nilipitie moja moja. Kutulipa nini kama ungetaka, nilipitie moja moja. It's you got me, it's you got me, it's you got me. That's why I never will fall down. Okay, thanks. Asante jamani, anaimba kwenye shughuli zote ambazo unahitaji mtu wa kuimba, kwani anakodiwa. Kwa hiyo ukimhitaji unaweza kumpata katika nambari yake, ama pia kupitia mimi mwenyewe hapa kama meneja wake, ni kwamba utapata nafasi hiyo ya kuweza kufanya naye kazi kwenye shughuli zozote, ndogo, kubwa, kati. Anaweza kuimba kwa kinanda, anaweza kwa kuimba na gitaa, vyombo vyote vya muziki pia ni kwamba anavipiga. Anaitwa L Music, ndio umekomesha hapa. Haya ndugu yangu msanii, na wewe ukajitetee na tumbo lako ukale, huku si tukiendelea taratibu kupata burudani, huku pia tunashushia na vyakula hapa. Let's go. We belong together, and you know that I'm right. DJ Chilla. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? Said we'd be forever, said it never died. How could you love me and leave me and never say goodbye? When I can't sleep at night without holding you tight, girl, each time I try, I just break down and cry. Leave in my hand, oh, I'd rather be dead, spinning around and around. Although we are together down the road, still I can't let go. It's unnatural, you belong to me, I belong to you. Asanteni kwa wote. Wakati mnaendelea kupata chakula, wakati mnaendelea kupata chochote, tunasema asante. Lakini pia nimepewa ujumbe kutoka kwa mgeni rasmi ambaye ni mwenyekiti wa bunge Mheshimiwa Cecilia Paraso, ambaye yupo hapa na ameshughulikia mambo mengi sana kwa siku hii hapa leo, lakini pia amezungumza mengi. Kwa tunaheshimu pia kwa uwepo wako hapa kukaa nasi mpaka mwisho, lakini pia naye pia amesema asante pia kwa uvumilivu wenu, lakini pia ametoa asante pia kwa nyie kuweza kukaa hapa mpaka mwisho, pamoja pia na kujumuika na Sky TV katika matukio yao mawili lililofanyika katika siku moja. La kwanza ni uzinduzi
wa TV, right? Lakini pia la pili ni sherehe ya kutimiza mwaka mmoja. Kwa hiyo tunasema asante. Kwa hiyo anakwenda kutoka kupitia mimi, amewaaga, na kwa mtu yoyote ambaye yuko tayari ni kwamba anaweza akaungana naye pia katika swala zima la kumsindikiza mpaka pale nje. Then baada hapo sitarejea kuendelea na ratiba yetu ambayo ipo hapa. Burudani zingine pia ziko za kutosha sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, asante sana. Asante. Anatuaga. Asanteni jamani, mbarikiwe sana shughuli yetu, na sasa hivi ni kula. Mimi naitwa Benedict Ngelangela kutoka Dodoma FM Radio. Asanteni DJ, tuendelee na muziki. What's up, baby? How you doing? X-Man. Yeah, I saw him tripping and everything. Yeah. You want to talk about it later on? Yeah. Sit down and have a drink or something? Yeah? Cool with that? Mm-hmm. Yo, Bob, give me a pen. Give me a call anytime. It doesn't matter what time it is. That's my real number too. No pain, right? Nah, that's my direct number. All right. Take care. It's amazing how you knock me off my feet. Every time you come around me, I get weak. Oh, yeah. Nobody ever made me feel this way. Oh. You kiss my lips and then you take my breath away. So I wanna know what turns you on. Yeah, I like to know, so I can be all that and more. I like to know what makes you cry. So I can be the one who always make you smile. Girl, he never understood what you were worth. No. And he never took the time to make it work. You deserve more love than no. Girl. Baby, I'm the kind of man who shows concern. Yes, I do. Any way that I can please you, let me learn. So I wanna know what turns you on. I wanna know, so I can be all that and more. I like to know what makes you cry. So I can be the one who always make you smile. Make you smile, baby. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say I'll do. Cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart, it's true. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say I'll do. Cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart, it's true. I wish that I could take a journey through your mind. Alright, and find emotion that you always try to hide, babe. Oh, I do believe that there's a love you wanna share. Oh, I'll take good care of you, lady, and no fear. So I wanna know what turns you on. I wanna know, so I can be all that and more. And I like to know what makes you cry. Oh, yeah, always make you smile. Ooh, tell me what I gotta do
to please you. Baby, anything you say I'll do, 'cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart, it's true. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say